Taarifa kwamba idadi imeongezeka, lakini kwa mambo yanavyosonga idadi itaongezeka. Kitu tunapoelekea kwa Robert Masai, yeye kuanzia asubuhi idadi ilikuwa nzuri katika maeneo ya Purko. Kwa hiyo tusikize kama hali ikoje. Na mkwako Robert Masai, hali ikoje? Nama Lulu na Rashid, bila shaka niko kwenye moja ya kituo cha kupigia kura katika shule ya msingi ya Kumba kwenye wadi ya Purko, na kama ulivyosema ama kama unavyoona nyuma yangu, hamna shughuli. Shughuli ni chache kabisa, ikiashiria tu kwamba wapiga kura wengi wameshamaliza shughuli na wameenda nyumbani. Asubuhi katika eneo hili kulikuwa na idadi ya juu sana ya watu ambao walikuwa wamekuja kuweza kupiga kura, lakini kufikia sasa ni mtu mmoja tu, lakini bado maafisa wa IEBC wako hapa wakizingatia kwamba hadi saa 11 ndipo vituo vitafungwa. Lakini kwa sasa, kwa mfano katika shule hii watu ni wachache sana. Nimekaa hapa kwa labda muda wa saa 1 uliopita, chini ya watu 10 tu hivi ndio wamekuja kuweza kushiriki zoezi hilo. Na pia pita zetu katika vituo vingine vya kupigia kura, idadi sasa inaendelea kuwa ya chini. Labda tu ni kwa sababu pia idadi ya wapiga kura katika wadi hii ni 4848 pekee. Kwa hivyo labda kwa kukamilisha shughuli kwa wakati wa mapema ndio labda imesababisha ukiona kwa sasa ni watu wachache mno ambao wanazidi kufika hapa na kupiga kura. Lakini shughuli hii haijakumbwa na sintofahamu yoyote wala vurugu. Imekuwa ni shughuli ya amani tangu asubuhi, na tumezuru vituo ambavyo wagombeaji wote watatu wanapigia kura. Tumekuwa hapa ambapo mgombeaji Amos Mbusia wa chama cha UDA aliweza kupiga kura yake hapa, kisha tukaelekea katika shule ya Ngoile ambapo mgombeaji wa chama cha ODM Daniel Laikuni alipiga kura yake, na vile vile tukaelekea shule ya Ilparwa ambapo mgombeaji wa chama cha DCP Sanare Saidimu alipiga kura yake, na wote wakaeleza kwamba wameridhishwa na mchakato na namna kura inaendelea kupigwa. Kwa hivyo tulifanya mahojiano nao na hii hapa kauli zao. Hapa mimi nimependa vile wanaendelea. Kumekuwa na amani, kumekuwa na maelewano kabisa, wanapiga kura ya haki, na niliwaambia tu hapo mbeleni tutangulize sana amani katika Purko. Hakuna maana ya kukosana ama ya kukorofishana, na ili hali sisi ni watu moja, sisi ni watu tumetoka sehemu moja. Ninaendelea tu kuhimiza watu waendelee kupiga kura na amani bila tashwishi yote. Nimeona ndani wanaendelea vizuri, na ninaomba tu watu waendelee kupiga hiyo kura bila tashwishi yoyote. Amani ndio kitu ya maana. Leo hii kura itaisha, kesho tutaendelea kama wanapurko, na ninasema tu ya kwamba wache nipongeze watu wa Purko kwa sababu hii vile wanaendelea kupiga kura. Nimeona kwa stations 2-3 saa hii nimetembea, inaona hii shughuli inaendelea vyema, na nimekuja hapa saa hii mimi mwenyewe nimemaliza kupiga kura na nimekuta inaendelea vyema. Kitu kingine nimeona process inaendelea vizuri, hata mimi nishapiga kura, na tumaini itaendelea kuwa na utulivu kama huu, na naomba pia wakaaji wa Purko tuendelee kupiga kura na amani na bila vurugu yoyote, kwa sababu tunaenda kuchagua kiongozi na kila mtu ako na haki yake ya kumchagua. Katika hiyo center zote tumepanga askari wawili ambao wako armed. Kwa saa hizi hatujashuhudia kisa yoyote ya uhalifu ama uibaji. Wananchi wako organized. Naomba tu wananchi, wakati mnapopiga kura uelekee nyumbani. Tukikupata unatangatanga, hiyo itakuwa ni maneno mengine. Watu waende nyumbani, ukipiga kura uende nyumbani, ungojee mpaka saa 11 wakati kura itahesabiwa, msikie matokeo ukiwa nyumbani. Umewekwa mark, na tukikupata kwa kituo kingine umepiga kura, tutakuchukulia hatua. Nama kama umesikia ni kauli ya wagombeaji watatu ambao wanamenyana kwenye kinyang'anyiro hichi, pamoja na kamanda wa polisi wa Kajiado ambaye ametuhakikishia pia kwamba usalama utakuwepo. Na kama nilivyokuarifu, sasa vituo vinaendelea kushuhudia idadi ndogo tu ya wapiga kura, lakini tunazidi tu kutembea hapa na pale kuhakikisha kwamba tunawaletea matukio yote. Lakini kwa sasa baadaye tutakuwa naelekea katika eneo la Ngoile Boys ambapo itakuwa ni kituo cha kujumuisha kura ili tuweze kujua nani atatangazwa mshindi mwisho wa siku. Kwa hivyo ni swala ambalo tunazidi kufuatilia tu hapa katika kaunti ya Kajiado, alafu tutawajuza zaidi hapo baadaye. Kwako Rashid na Lulu, mimi naitwa Robert Masai kutoka kaunti ya Kajiado.
Naam, shukrani sana Robert Masai.